Hello my beautiful people, na hii ni Chivihi Media na kipindi ambacho kipya kabisa tumekuletea ni Street Talk. Tunakwenda kuzungumza mambo mbalimbali katika jamii yetu ya Kitanzania. Na afesi sana wale watu wa hali ya chini kwa sababu wao ndo wanajua nini wanapitia katika mazingira yao ya kazi, shuleni. Tunafesi wale watu wa chini chini wale. Unajua wale ndo watu pekee ambao wanaweza kukupatia story kali na ukazielewa. Na hapa nilipo naitwa Madam G, wengi wanapenda kuniita Madam Glady, lakini Instagram utanifuata kama Madam G. Wengi wanapenda kuniita Madam Glady official, lakini nyuma ya kamera niko na mtaalamu wa kazi mwenyewe kutoka Chivihi Media. Sasa tufuatilie, endelea kutufollow, endelea kusikiliza wangi wana nini na kusema katika Street Talk ya siku ya leo. Niko na vijana wadogo, vijana ambao changamoto za maisha wanavijua. Twenzetu kawasikilize wana nini cha kutuambia. Ni Street Talk kama nilivyokuambia, ninakutana na vijana wale wadogo ambao kidogo changamoto za maisha wanazijua. Na hapa nipo na wakali wa kazi ambao wako Mtwara kila sehemu. Unajua Mtwara ni mkoa ambao usafiri mkubwa ni bodaboda, hakuna daladala huko. Sasa wao wanajua changamoto gani ambazo wanapitia. Utawasikiliza na wewe watakwambia baadhi ya vitu ambavyo nitakaoenda kuuliza. Na mada ya leo ni mapenzi pamoja na pesa. Kipi bora? Mambo vipi? Fresh, mambo vipi? Mambo ni poa kabisa. Unakujua kama nani pande hizi? Kwa jina wananijua kama Jonijo. Badi. Pandezi zote ukisema Jonijo, wananifahamu sana. Nakikuita Joni? Ukiniita Joni utapotea. Umezingua. Ndio maana nimekwambia kwamba ukiniita Jonijo, uhakika unanipata muda wote na saa yote. Sasa mwanangu sana, mimi hapa nina vitu viwili tu nataka kujua, kati ya mapenzi na pesa kipi bora? Naweza nikasema kwamba mapenzi huwa ndo huwa yamenyoosha, lakini naweza nikasema pesa pia, kwa sababu pesa ndio yanaendesha mapenzi. Tuambie kimoja, mapenzi na pesa kipi bora? Basi niseme pesa. Pesa. Mapenzi wewe uzingatie. Mapenzi sio poa. Fagilia yani. Naweza nikasema hivyo. Sio vitu vyako kabisa. Naweza nikasema hivyo kwamba sio vitu vyangu kwa sababu sio avenipi ile sana. Mshikaji kama anazingua hivyo, ndio utaambia mapenzi na pesa rongo. Pesa ndio kila kitu wewe madam, nakwambia. Pesa ndio kila kitu. Mambo mwenyewe na fail na kwa hata sielewi nikwambiaje sasa hapo. Kwa hiyo unataka kuniambia pesa ndio umezingatia hapo hapo. Sawa. Kwamba saizi hapa ukipata bebe sio ugusi. Miayusho tu. Yaani ugusi kabisa. Kabisa. Okay, mwezi mtukufu umemalizika hivyo, umesherehekea tu vizuri. Kwa hiyo jana unataka kuniambia kabisa yani. Jana mwanangu nilikuwa na harakati zangu, siwezi kuongopa. Niko na mishe zangu, so watoto wazuri nilikuwa nafanya kama abiria tu. Watoto wazuri mimi mwanangu akija hapa namwambia kabisa kwamba bana, hapa masuala bebe si nini kausha. Hapa nakutajia pesa kama pesa unaweza kunipatia pesa yangu nikatembea zangu. Sasa Jonijo, kuna ile kusema kwamba nina bodaboda yangu, hilo unaichukuliaje? Ile mimi naichukulia kawaida kwa sababu nishazoea. Mbona wewe ni bodaboda wa mtu? Mimi ni bodaboda wa watu bwana. Sasa si kuna ile nina bodaboda yangu? Ndio, sasa bodaboda wangu ushataja wewe sasa. Yaani wewe ukisema kwamba nina bodaboda wangu ushataja wewe. Lakini wewe ni bodaboda wa watu. Mimi ni bodaboda wa watu. Okay, naamini sio kwamba wewe ni mgeni wa mahusiano. Hata kama umesema pesa ni best, lakini wewe sio mgeni wa mahusiano. Kipindi upo kwenye mahusiano, hali yako ya mahusiano ilikuwa ni ipi? Hali yangu ya mahusiano ilikuwa ya kawaida sana, ndio maana nasema kwamba pesa ndio kila kitu. Mimi naamini unaposema kwamba pesa ni kila kitu afu unaniambia hali yako ya mahusiano ilikuwa kawaida, inamaanisha kwamba kuna mshengesha hapo ushaupitia hapo katikati hapo ikakufanya uone kama pesa ni bora zaidi. Yaani sasa sijajua sasa hivi ni kujibu kitu gani kwa sababu naona kama ndo naingia kule tu. Yaani kule kwamba ndio kila kitu ni pesa. Kila kitu pesa tu mwana. Kwa sababu wewe mimi siwezi kupata wewe bila pesa unajua mimi siwezi nikaja kwako wewe nikaja ile tu. Acha bila pesa yani. Yaani kama sina hela utaniona boya tu yani. Basi mwanangu umetisha. Kula hizo. Tunaendelea ni Street Talk, utazungumza na watu mbalimbali, utapata kujua. Utajua kile tu ambacho unapaswa kujua. Mambo vipi? Wali nazi niambie. Hivi nataka kujua kwanza, unakujua kama nani mazingira haya? Msenda. Jina nimeka. Ukikosea kutaja tu umeharibu. Umezingua Hivi akitokea mamkali hapa akikwambia hivi mimi nakupa pesa tuchomoke. Nipa pesa tuchomoke nikachimbe au tuchomoke tuende wapi yani? Ushasema ukachimbe. Na kachimba hivyo. Nachimba. Na wewe unajali pesa sasa. Na wewe unajali pesa? Kuelewa. Unajali pesa? Pesa ndio kila kitu babu. Na wewe unataka kuniambia kati ya mapenzi na pesa wewe kipi ni bora? Pesa. Kwa pesa unabaki tu ni pesa. Pesa, mimi ndo naelewa pesa. Ni kitu gani ambacho kishawahi kukuumiza kwenye mahusiano zaidi?
Usaliti. Wanaume wana kodi zao, anakuambia labda mwanaume akichelewa kurudi nyumbani anazungumzika, lakini mtoto wa kike akichelewa hakuna kuzungumzika. Lakini pia wanawake wamekuwa kama ni watu ambao ni wepesi sana kusamehe yakitokea makosa, hata ukimchiti pia anaweza akakusamea akafasha kaisha. Je, ni kitu gani mwanaume ni kosa kufanya na ukifanya unakuwa umekosea katika kumfanyia mwanamke? Yaani mwanaume kitu gani ukifanya ambao unaonekana umemkosea mwanamke? Nachokimaanisha ni kwamba hivi, labda wanaume wenzio watakushusha azi ukifanya hicho kitu kimfanyia mwanamke, ni kitu gani? Kumpiga tu. Yeah. Unamwambia shehe kuniambia kwamba ukumsamia mwanamke nayo ni kosa? Sio kosa, na yeye si binadamu bwana, ila kumpiga mwanamke hatakiwi kupigwa. Naongea naye tu. Kwa hivyo ukimpiga mwanamke ndo umezingua. Ngoja tuulize wanaume wengine. Eti mwanamke akipigwa amezingua? Kwanza mwanamke hatakiwi kupigwa. Sawa? Ile mwanamke kama unataka kumkwaza, mara nyingi sana unaweza kumkwaza endapo kama unamlalia nje. Hilo la kwanza. Pia umemkwaza. Pili, mtoto wa kike kuna vitu vya kukuuliza wewe mwanaume. Kwamba mume wangu kwa nini tufanye hiki tufanye, alafu unamchukulia hasira, unaanza kumpiga na kujibu maneno mabovu. Ni vitu ambavyo unaweza kumkwaza mwanamke. Kwa mimi uelewa wangu na jinsi ninavyotambua mimi. Mzee ameongea kibusara kabisa. Anakuambia kuna vitu ambavyo hutakiwi kufanya, alafu anasema kumpiga mwanamke si kosa. Sasa tumalize na huyu hapa, yeye atatuambia nini. Bwana mambo vipi? Fresh, niambie. Fresh, wanakujua kama nani pande hizi hapa? Mimi najulikana kwa jina la Kalabizo. Nikasema ile Kalaba, yani kama ile katuni tuli. Unyamwezi lazima utie bizo. Yeah. Umetisha sana ile. Mwanya au jino? Hamna jino limetoka, mwanya wapi? Hamna, sasa niambie. Mimi nikajua tu yani watu wa kike. Kama aina tuishie hapo. Sasa ni changamoto. Ni swali gani upendi mkeo akuuliza ukirudi nyumbani? Hususan ukichelewa. Swala kwanza kwamba ulikupo wapi? Hilo mimi siwezi kuliafiki, lakini tutagombana. Hata kupigia simu hapa, uko wapi? Unamjibuje? Naambia niko kazini. Hata kama upo kuchepuka. Hata kama nimechepuka naambia niko kazini. Lakini kazi si kazi. Kazi ni kazi. Hata kuchepuka nako kule kazi vile vile. Katika biashara, katika shughuli zenu za kila siku mnazozifanya, ni changamoto gani kubwa mnakutana nayo hasa mkiwa na abiria wa kike? Changamoto ya abiria wa kike kushikana kiunoni, kwa sababu unaweza anakukumbatia hivi, yani anakukumbatia hivi. Kama onyesha mfano. Anakukumbatia mzigo hivi. Sasa inakuwa inazingua ile mwanangu. Sababu si watu wengine sisi unajua ndio hivyo tena. Sasa unavyotukumbatia tunajisikia. Kwa hivyo unakuwa unazingua kwenye safari. Kwa hivyo itakiwi yani akukumbatia au akulalie titi lile linakugusa hivi mgongoni. Kwa hivyo lazima ujue kwamba lile titi wewe unalisikia. Ila wewe mwenyewe hujui, lakini wewe unavyoendesha hivi titi lile unalisikia hilo titi hilo. Sasa unajua titi. Anaiacha siti, anakusogelea kabisa mbele. Unajitahidi kumkimbia lakini bado anazidi kukufuata. Tuweke uzio hapa. Hata kama ukiweka uzio wanao na makusudi. Wanafanya makusudi. Wanafanya makusudi sana hise. Ndio changamoto kweli yani tunakutana nayo watoto. Mwingine unakuwa na upendi na ile tabia, kwa sababu unajua kuna watu wengine wanaamua kufanya kazi. Habari za wanawake mtu anaweka pembeni. Lakini sasa wanakutia kishawishi, ushawishike, mwisho siku unaacha hata na buku lenyewe lile ambalo ukitaka kuchukua. Kwa hiyo unajikuta wewe ndo unatoa. Unatoa sasa au ukamwacha tu. Basi baadaye hiyo imeisha. Okay, ngoja tufanye bato kati ya jina shamsahau hapa kuna Msenda pamoja na tufanye bato kidogo. Tufanye bato ya sio tufanyaje, lakini ni kama quick question. Yani quick question nasema ni yale maswali ya haraka haraka, lakini maswali yangu ya haraka haraka yatakuwa yanahusu ni mchanganyiko wa kile. Huenda tu tukataja hata viongozi, tukataja masuala ya siasa, lakini tunapima tu ule uelewa. Ni pikipiki namba gani ambayo imetoka hivi karibuni? Pikipiki hivi karibuni. Amepatia amesema namba F. Watu wako vizuri. Haya, ni kiongozi gani unamkubali kabisa Mtwara hii? Hakuna namba sio F. Namba ni sio F. Ule ni usajili ni nini? Ile ni herufi. Ni herufi. Lakini wanasema pikipiki namba D imetoka. Sasa umeshasema namba D. Hiyo sasa D sio herufi. Nani sio namba. Kwa lazima. Sawa, tuendelee. Ni kiongozi gani mnamkubali Mtwara hii?
Joeli. Joeli. Vijana. Waziri wa vijana. Yeah, of course. Waziri wa vijana amewashika vijana kweli kweli. Sana mwenetu ule. Wewe tunajua tunalingana hata umri. Kwa hivyo kama anazingua tunamchana. Kwamba wewe mwanangu unazingua. Alafu anapita. Basi hapa nikuulize swali. Leo hii ukitokea unapata fursa ya kuongea na waziri wa vijana kuhusiana na swala zima la kazi ya ubodaboda, unataka kumwambia nini? Kazi ya bodaboda. Tuongezee tu vitendea kazi. Yeah. Na wewe? Mimi nitamwambia kwamba polisi wanasumbua sana, watupunguzie baadhi ya vitu. Yani hatuko huru kufanya kazi kwa ajili ya polisi. Kwa sababu ukiwa na site mila elementi lakini bado tu ukipaki pikipiki elementi umechukua, labda wazuzi kuacha pikipiki na elementi hapo hapo. Unapaki pikipiki elementi umeondoka nayo, lakini ukirudi ulipopaki pikipiki uikuti. Ina maana wamechukua. Kwa hivyo sasa unashangaa wamechukua kivipi kama elementi unayo. Kwa hivyo hilo tu yani linakuwa linazingua yani. Wasichukue pikipiki kama mwenyewe hayupo. Msubiri mwenyewe arudi. Ili mwenyewe arudi kwa sababu muda mwingine elementi tunatoka nayo. Kwa hivyo unavotoka na elementi ukirudi unakuta pikipiki wameshaichukua kwa sababu mkuta umepaki haujakuta elementi. Sasa inakuwa sio. Hivi elementi kuna muda kichwani ikikaa unakuwa umesahau kabisa kama una elementi? Hapana. Hauwezi kusahau. Yeah. Okay, tulikuwa maeneo haya soko kuu bwana, umesikia dereva bodaboda akikuelezea ni changamoto gani wanapitia katika maeneo yao ya kazi, changamoto gani wanazipata hasa akipakia abiria wa kike. Umesikia story kadha wa kadha, naamini umepata cha kujifunza. Na hii ni Street Talk, ulikuwa na mimi Madam G na hii ni Chivihi Online Media. Usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Instagram, Facebook, TikTok pamoja na kule Twitter, na mimi katika mtandao wangu wa Instagram napatikana kama Madam G na kule TikTok ni Gladi. Hii ni Chivihi Media, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe, share na wengine wapate kusikia kile ambacho tunazungumza katika mitaa ya kila siku. Nyuma ya kamera ni mtaalamu mwenyewe wa kazi kutoka Chivihi Media. Bye bye.